Tunaunga mkono juhudi za serikali kuhakikisha kwamba tunafanya kitu wanaita financial inclusion. Tunaleta mnyumbuliko wa pesa, uwezo wa kuhudumia mpaka watu wa chini, hela itembee, pesa ipite katika utaratibu wake. Lakini tumekuwa tukihimiza masuala mazima ya tehama, tukiamini kuwa kwa sasa hivi huduma kwa muda mfupi, huduma rahisi, huduma haraka ndio itakufanya uendelee kuwa na wanachama. Kwa hiyo imekuwa ni kipaumbele chetu, lakini tumetumia madarasa ya mwaka huu kuwaambia kuingia kwenye IT ni kitu kimoja, lakini kuna vihatarishi. Lazima tuangalie vihatarishi, na uzuri mrajisi alishatoa sera ya kuhusu vihatarishi katika mifumo ya tehama. Vyama tunakumbushana tuzingatie hilo na tuweze kufanya vile ambavyo inatakika kuepuka pesa za watu ziwe sehemu salama. Zaidi ya yote tunashukuru maadhimisho yanakwenda vizuri. Natumia nafasi hii kuwashukuru wanachama kwa maana ya vyama, vimeleta watu kulinganisha na mwaka jana. Tumekuwa na mwitikio mkubwa sana, tunaona tunazidi kusogea siku hadi siku. Kwa niaba ya bodi na kamati zake tunasema asanteni sana wanaushirika wote ambao mmeitikia wito wetu. Ni kama wangapi leo waweze kushirikia? Jukwaa hili limepata watu wa zaidi 900, ambapo imezidi maradufu na jukwaa la mwaka jana ambao tulilifanyia Mwanza. Hii inatupa moyo kwamba sasa ushirika unaingia mpaka ndani kabisa. Msisitizo wetu mkubwa ni kuhakikisha kwamba tunajenga ushirika imara. Tunajenga ushirika imara ambao unafuata misingi, sera na miongozo inayotolewa na serikali kwa maana ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Vyote inavyovisema ni kwamba imefanyia tafiti na ikaona usipopita huku ukataka kupita huku, mwisho wa siku utaingia kwenye migogoro. Tunashukuru hata ripoti za kiukaguzi zinaonesha vyama vimekwenda vinabadilika, vyama vinakaguliwa na vinafuata taratibu za kuongoza vyama vya ushirika. Kwa hiyo tumetumia majukwaa haya na maadhimisho haya kuwasisitiza kufuata sera, sheria na miongozo vinavyoongoza vyama vya ushirika. Mimi naitwa Usekelege Nashon Mpula, ni mkurugenzi wa Tume ya Usuluhishi na Uamuzi Tanzania Bara. Tume ya Usuluhishi na Uamuzi ni taasisi inayohusika na utatuzi wa migogoro ya kazi Tanzania Bara kati ya waajiri na waajiriwa. Asante. Vyama vya ushirika na SACCOS kama ulivyosikia hata kauli mbiu yao ni kwamba pamoja tunajenga uchumi. Sasa ifahamike kwamba majukumu yetu sisi hasa ni kuhakikisha kwamba tunatatua migogoro ya kikazi katika sekta zote zikiwemo sekta za fedha na vyama vya ushirika ambao ni wadau wakubwa. Kuna migogoro ya kazi ambayo inaathiri uzalishaji na ukuaji wa vyama vya ushirika na inapelekea hasara. Kwa hiyo ili kuwawezesha wakue, uchumi wa vyama wenye faida kubwa sana kwa wanachama wao uweze kukua, ni kuhakikisha sisi tunashughulika na kumaliza migogoro ya kazi inayohusu wafanyakazi walio kwenye vyama vya ushirika pamoja na waajiri ambao ni vyama vya ushirika vyenyewe. Kwa hiyo uwepo wetu hapa ni kuhakikisha tunatoa elimu ya kutosha ya namna bora ya utatuzi wa migogoro ya kazi ili vyama vya ushirika visiathirike. Mimi naitwa Omar Mjenga Kashera, NDC. Nimealikwa leo Arusha na SACCOS, wana mkutano wao mkuu, na walinialika nije kuzungumzia masuala ya uongozi wa kimkakati. Na nianze tu kwa kusema kwamba kila taasisi, iwe Afrika, duniani, iwe ni binafsi, iwe ya kiserikali, ili iweze kufanya kazi kwa kufanikiwa, lazima uwe na uongozi thabiti, uongozi kwa maana ya uongozi wa kimkakati ambao una maono kwamba tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Hilo la kwanza. Kwa hiyo kama hakuna uongozi bora wa kimkakati, usitegemee mafanikio katika taasisi hiyo. La pili ni kufanya kazi kwa uwazi. SACCOS hizi zinakusanya fedha nyingi sana za wanachama. Kati ya sumu inayoua taasisi kama hizi ni kutokuweka mambo bayana na wazi. Kwa hiyo kuwe na uwazi, maamuzi yafanywe kwa pamoja. Kwa Kiingereza tunasema ni consultative decision making process. Lakini la tatu ni kufanya kazi kwa kuangalia malengo, the vision
na mission ya taasisi ni nini. Na kama ninavyosema siku zote, vision na mission ina focus kuendeleza watu. Sasa kwa SACCOS kama hii, watu wake ni wanachama. Nimewaomba kwamba wanachama waone faida ya kuwa wanachama wa SACCOS. Kwa hiyo matunzo ya fedha wazi, maamuzi ya pamoja jumuishi iwe ni nguzo kuu katika wao kufanikiwa. Nimewauliza sasa, leo tuko 2025, wanajiona wapi miaka 5 ijayo? Hili swali huwezi kulijibu kama una uongozi mbovu. Huwezi kulijibu kama huna viongozi wenye mikakati na kama hauna uongozi wa kimkakati. Nimewasihi sana, uongozi sio cheo, bali uongozi ni kutizama wale unaowaongoza wanataka nini. Cheo ni cha muda, lakini utaacha alama kwa uongozi ambao umekuwa nao, kwamba ni uongozi wa kimkakati na uongozi bora. Asante sana. Mimi naitwa Edius Rwangoga, ni mwanachama kutoka Tuwaka SACCOS. Hii ni SACCOS ambayo iko mkoa wa Kagera, ni SACCOS ya watumishi wa serikali kutoka wilaya za Karagwe na Kyerwa. SACCOS hii imekuwa ikitoa huduma mbalimbali kwa wanachama wake, ikiwa ni mikopo kwa ajili ya mambo ya maendeleo, mikopo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maisha ya wanachama. Kutokana na SACCOS yetu tumeungana pamoja na imetuwezesha kupata huduma mbalimbali katika kuboresha maisha yetu, hasa huduma za kusomesha watoto, kujiendeleza kimaisha kwa maana ya kujenga nyumba na mambo mengine kama usafiri, magari, pikipiki na vitu vingine kama hivyo, na shughuli nyingine za ufugaji. Kwa hiyo kutokana na michango yetu ya SACCOS imetuwezesha kwa kweli kujipatia huduma mbalimbali ambazo zimetusaidia katika maisha yetu, katika kuboresha maisha yetu kwa ujumla.